You just visualize. Just study kwa hiyo gap yenyewe to praise God. So praise God. Praise God. Praise God. Inasemanga that kama ina Joshua alizunguka wall ya Jericho hadi kaanguka. Unaweza imagine kuna praise God. Hadi mna praise God na mwezi move your feet. Mnaenda tu mkono praise God. So na wana praise God and watoa juu sijui praise God. Mimi najua background yangu praise God ni tu but wewe sijui yako praise God. So praise God. Praise God. Thank you Lord. You can just have your seats. So praise God. So today I was just wondering when the minister was saying because sikuwa na wada. Nilikuwa nikistudy vitu vingi shule imekuwa hectic. Study books bado maintain God, praise God. So in school nilikuwa lazima nitafute place ni join club. Nika join CU but nikapata wasee wako na religion. Yani ni wasee wamefuata a certain pattern of the world yenye la poezi achilia praise God. Nikaambia patron wasiwe kanisho kama utaki kaa nje praise God. Nikaambia sina shida na simu shida partner yetu tunafuata praise God. Wanasema hakuna prayer praise God. Wasiwe wanasema wasifai kupray mara the school the church ina sponsor shule au pray hakuna prayer yani ile kasesi ya kuna praise God. So nikashuku mwalimu hatuwezi bila prayer. Mwalimu akasema no. CU is all about learning the service, praise God. So mimi nikabel CU. Nikajaribu kufuta karibu nifutwe nikabel. Nikajaribu vitu kadhaa, nikaenda kwa wasiwa roots. Kuinua chuma ikakuwa tricky. Nikabel, praise God. But nikakam understand one thing. Asema uje understand which type of vessel you are, praise God. Jowa say wa roots wanajua kwa nini wanafanya nini, praise God. So what they are doing the topic the purpose of vessels of honor. Praise God. Purpose of vessels of honor. So chafungua the book of Timothy chapter 2 verse 21. Praise God. Ukipata sema amen. And it says 2 Timothy 2:21 it says, in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and of earthenware, and some of noble use, some of ignoble. 21. If anyone purifies himself from what is ignoble, then he will be a vessel of noble use, consecrated and useful to the master of the house, ready for any good work. Praise God. Nilikuwa na read word na naona that first nikipenda kwa ya Milton. Praise God. Kuona Milton, I'm so honored to stand in front of you guys. You are special people. Praise God. So first thing nilipitia Milton ilikuwa juu ya food. Praise God. Alikuwa anaofanya so educated unibaya tu every Sunday. So sige miss church, ni miss you. Praise God. So every vessel, praise God, every vessel iko na wana zake different. Praise God. Vile wanasema kwa word that si vessel za gold na za silver peke yake, but pia kuna za matope na kuna za mbao. Even in your houses kuna nini vessels zenye kuna sahani yenye itolewa kwa nini kwa drawer kwa kabati until a certain visitor come. Praise God. Niko na hiyo kwa nyumba yangu but glass ya utawatumia ni plastic. Uza glass unajua utu. Praise God. Sababu glass ni ya wageni fulani. Praise God. So the same now where you are a vessel. But as you understand which type of vessel you are, when you're silver, when you're gold, when you're matope, when you're good, praise God. You must understand which vessel you are. Don't stand place now and say, praise God. Pastor Nika anasemanga that gold iweze kuwa purified, iweze kuwa pure, iweze kusema kwa market, inapitia through fire.
ndio ikami shine iwe gold. Praise God. Na before shine inakuwa iko kwa matope, mara iko kwa stones. Praise God. But I can understand that in order for you to be a vessel, lazima ujue nini unataka kwa life. Praise God. Juu vessel inamoldiwa kwanza. Before hiki kitu hivi, walichukua hii chuma, wakaweka wakachomelea, si ndio? Wakachukua the stand wakachomelea. The same na wewe. Praise God. Wema modo na kumold. Mapasi pia wanakutengeneza. Praise God. But you must understand your purpose in this world as a vessel. Praise God. Sasa kuna tuna trend TikTok ya Diana anasema that ati mwalimu wa math sasa yuko wapi? Yona pale nimefika. Praise God. Anasema ule nimestaenda mahali sasa yona pale nimefika. Praise God. Jua jipo kwa sababu ule mwalimu haoni kenye mwalimu alifanya. Ni mwalimu anamwambia you will never go anywhere kama uta change your one purpose. Kama uta change ukaenda place. Sasa Diana anasema mwalimu wa math yuko wapi? Well, I join God. Praise God. So, I can understand that for you to be a vessel, you must know yourself. Wangapi wanajijua? Wangapi wanajijua kwa kweli? Praise God. Naweza kuuliza wewe ni nani? Ujidescribe. Ukishindwa kofi, praise God. But because of time sitakuuliza. So let us go to the second verse in Acts chapter 9. Nataka tuongelele msemo great sana kwa word ya God. Msemo yamekuwa kini-inspire sana. Apostle Paul. Nisijaona msemo ambao nimekuwa nikimstudy shule. Na get revelation after revelation nikimstudy. Praise God. Apostle Paul. So, shouldn't the story of Apostle Paul? Alikuwa msichana wa Pharisees. Alikuwa ana slaughter the Christians when alikuwa na rise in those days. Ukirise anakuchukua na kuingiza prison na kuwa judged. So alikuwa anafanya everything. Apostle Paul alikuwa sure bet that lazima nimalize hii kitu, lazima ni finish. Hapo ni apostle to the mission. Praise God. Ni kama vile umekuwa invited kwa wedding. Hiyo na make sure stoki kama sijaenda reception, stoki. Lazima nimalize chakula kwanza. Praise God. Yaani unakuwa na a purpose, a place to check. Ndio alikuwa Apostle Paul. Anaambiwa there are still more in Antioch. Anaenda, anafuata. Anataka kumchukua ameclear hiyo place clear ya kuna Christians. Praise God. So Apostle Paul anataka kuangalia. So Acts chapter 9 verse 15. Acts 9:15. Acts chapter 9 verse 15, and it says, but the Lord said to him, I think on 14. Actually, on 13. But Ananias answered, Lord, I have heard from many, but this man, how much evil he has done to thy saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call upon thy name. But the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. Praise God. Huyo ni Ananias. Ananias alikuwa one of the prophets of God. So anaambia God, see manzi. Umse anapanda makristo kama mimi. Ananimanda, God anasema anaambia God. Umse amekuwa kazi. Umse akona mission. Kushika sisi na tulize prison, but God anamshow that is my instrument. Inaweza sema is a vessel. God anasema is a chosen vessel of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the sons of Israel. Praise God. Paul alikuwa mzee, since we described this, was one of the apostles wenye wananishanga na kwa watu ni wale. Alikuwa mzee mwenye akifanya kitu anataka ku make sure. Yaani ile mzee mwenye unataka kuosha kitu more than 10 times. Kama sasa niko na mafuta unataka confirm imeisha, hata kama si yako una confirm kama niko live na kulingana na watu ndio unarudia. Praise God. So ndo kama Paul alikuwa msemo mwenye akianza kazi lazima complete. Praise God. Pia Paul alikuwa Pharisee by the way, basi wenyewe wanajua Paul alikuwa Pharisee. Praise God. Ukiangalia in the book of Acts chapter 23 verse 5. Verse 5. Inasema hivi, and Paul said, I did not know, brethren, that ye
written, you shall not speak evil of a ruler of your people. But when Paul perceived that one part was Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, Brethren, I am a Pharisee, a son of a Pharisee, with respect to the hope and the resurrection of the dead. I am on trial. Praise God. So Paul alikuwa Pharisee, unaimagine. Msi amestadi word. Pastor Moses anasema that our Pharisees ni msi alikuwa na study. Umekachini unakula one fine. Yaani unasema kama unaenda tu. Ni kama unaenda theology school. Ile study ya Bible, unaistudy na unashika praise God. So na kama Pharisee. Praise God. Praise God. God sana. Praise God. Praise God. Nataka mdigest kitu vile. Kuwa apostle, woman of God alikuwa na so great design. Hakuna words zinaweza describe. Jua alikuwa amededicate kwa word. Alikuwa amededicate kusema in the book of Galatians that it's no longer I that lives, but the life I now live in the body is Christ. The true Christ, praise God. As I am crucified with Christ in the book of Galatians 2:20, praise God. So, tulikuwa 1915 yasema that. And I'm going to be announced that he's a vessel chosen, praise God. So, Paul alikuwa vessel, tunasema alikuwa gold. But alikuwa amelusi kwa pasi yake, praise God. Ndio alikuwa ameenda kwa Pharisees. Si hata alikuwa ameplaced vibaya kwa God. God anasema pia the same in the book of Romans. God anasema in the book of Romans chapter 17. Study kumisquote hizo scriptures kama ninazistudy. Romans chapter 9 verse 17. Romans 9:17 nasema hivi. For the scripture says to Pharaoh, I have raised you up for every purpose of showing my power in you, so that my name may be proclaimed in all the earth. Praise God. God anasema aliraise Pharaoh kuonesha power yake. Praise God. Purpose ya Pharaoh wako mhani. Praise God. Purpose yake, praise God. Yani Pharaoh alikuwa na purpose kwa mhani. Haikuwa tu ni kitu ngumu kwa mama. Praise God. Ilikuwa purpose yake iko na the plan of God. Pharaoh wako mhani. Praise God. So God anasema for them my purpose I raised Pharaoh to show my power to all over the world. So they say all alikuwa amereziwa. But tunakuwa ikoga kwa Pharisees ama aslotawers tunacheki. But God akatakuona potential ya Paul. Na potential ya Paul ilikuwa alikuwa. Sisi siwezi describe. Paul alikuwa msiana clear. God akaona that this man has potential, akona power. Hata akiweka mind yake afanya anaido. Praise God. Sijui watu wangapi hapa wanasema that nitaka mchat Sunday anaambia basi hivyo na nakaa. Sijui. Kwa sababu Paul alikuwa ni msee, akona potential, ni msee akona power, ni msee ako obedient to. Yani aje msee ako obedient to authority. Msee submissive. You anakuwa high priest. They are more in Antioch tender. They are more in Jericho tender. Yani anataka Jerusalem, praise God. So, tukimalizia tuna that Paul hapo tumsee God alimchoose, but God alimchoose with a purpose, with a plan, praise God. So, pia unafaa kujua purpose yako kama vessel. Kuna vessels, kuna gold, kuna silver, kuna za matope, kuna za mbao. But what anasema that pale unapitia ndio ina matter zi. Mimi nasema vile unajiconduct ndio ina matter. Kama vessel. Unaweza kuwa gold, but unacheka kwa dini za matope, unacheka kwa drawer, pale kuna za matope, praise God. Ni vile unajiconduct, praise God. Yes, unaweza kuona kama church day, kwani gold baya. But ukitoka hapa nje, wase unaona ni matope. So know that it is a vessel of God, but place in a stand, si place ya honor. Praise God. Praise God. Amen. Just understand yourself as a vessel. Do you understand your purpose? Sababu bila purpose yako kuna place unaenda, si ndio? Kama Farao alikuwa anajua purpose yake, angeonyesha power ya God. Badala ya kuja kusikia kama Farao anaambiwa, alikuwa plague ya kwanza anaambia Moses, I will let the people go. But ikikaa awaachilia mebonda. Analetwa ingine, mbona hivi msali kwa plagues 10, atake afika 5 achoke but achoke. Ndio alikuwa anajua purpose yake anakataa. Yaani, bora kama
responsibility that your purpose is to be heard. So alikuwa heard up to death. Praise God. So tukamaliza tunaweza fungua Acts chapter 28. Acts 28. Acts 28. Hapa tunakamwona Paul. Praise God. Yaani tukamwangalia life ya Paul mwenyewe. Hapo haja give up, msi alikuwa na new man of God, msi anania busy kwa word. Kwa apostles wakiwa na John. So nakamwona that Paul msaka Paul amekata nini? Appeal to Caesar. Tukona kusema that anaambia na Yesu this man, this instrument I have chosen that will preach to people and to kings. Praise God. So Paul anasema appeal, I want to go to Caesar, for I am a citizen of Rome. So anaambia that Agrippa anamwambia to Caesar you shall go. After Agrippa ameshamwambia that, ukiangalia hapa in the book of Acts 26 verse 24 to 25 it says, and as he thus made his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you are mad. Yani Paul si amesoma, si dada mtani, si amesoma na kwa wazi. Praise God, you are God. Then anakuja na you great learner, your great learning is standing in man. But Paul said, I am not mad, most excellent Festus, but I am speaking with a sober truth. Praise God. Paul anaitwa man. Praise God.